الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuiusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza juu ya neema alizotuneemesha sisi wanadamu. Na neema hizi zikatajwa kuwa vile vile unaweza kufasiri neema kwa maana ya uwezo ama utajiri ambao Mwenyezi Mungu ametupa. Na utajiri huu wanazuoni wakaugawa katika mafungu takriban 9. Utajiri huu ambao pia ni neema, Mwenyezi Mungu anatutaka tujue kwamba ni kutoka kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wala si vinginevyo. Kwa hivyo wakasema kuna utajiri ambao ni neema unaitwa social wealth. Social wealth ni ule utajiri au neema ambayo mtu amepewa ya nguvu ya mahusiano aliyokuwa nayo katika jamii, na kwa mahusiano yale jambo linaloweza kuwa gumu kwa wengine kwake litakuwa wepesi, kwa sababu anayo mahusiano mazuri katika jamii kuweza kufanikisha jambo lile. Kwamba hii ni neema kwa sababu si wote wanakuwa nayo. Wakasema ya pili wanaita time wealth, ni neema ya wakati. Ni ule uhuru unaokuwa nao kutumia wakati wako kwa namna unavyotaka na kupanga ndani ya wakati wako kufanya unachotaka. Hii pia ni neema kwa sababu wengine hawana nafasi hiyo. Wakasema kuna physical wealth, neema ya kiwiliwili, kwamba huyu mtu ana afya. Hiyo ni neema ambayo sio wote wanakuwa nayo. Wakasema kuna neema ya akili ambayo vile vile sote tunatambua sio kila mwanadamu anayo neema ya akili. Wakasema kuna neema ya urafiki, kwamba wako baadhi yetu wana marafiki wa maana, marafiki wa sawasawa, wanaowasaidia katika kheri, na wakipotoka wanawarekebisha na kuwaweka kwenye mstari wa sawasawa. Hiyo pia ni neema, sio watu wote wanakuwa nayo. Lakini pia wakasema kuna material wealth, neema ya mali, kwamba huyu anazo mwingine hana. Hiyo ni neema. Lakini pia wakasema kuna kile kinachoitwa human capital, kuwa na maarifa, kuwa na uwezo, kuwa na elimu ya kufanikisha au kufanya mambo fulani ambayo wengine hawana. Hiyo pia ni neema. Pia kuna neema ya familia. Sio watu wote wanapata neema ya familia, wengine hawana, au wakiwa nayo sio familia ya kuwasaidia katika kheri, sio ya familia kuwa ni msaada kwa wao. Na neema ya mwisho wakasema ni ile wanaita spiritual wealth, neema ya kiroho, neema ya nafsi. Neema hii ndio neema kubwa kuliko zote, au ndio utajiri mkubwa kuliko utajiri mwingine wowote. Kwenye neema hii ameieleza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kusema laisa alghina an kathrati alarab, utajiri sio kwa sababu ya wingi wa mali, walakin alghina, lakini utajiri, ghina nafsi, ni utajiri wa nafsi, spiritual wealth, kwamba huu ndo utajiri mkubwa kuliko utajiri mwingine wowote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tu miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ilivyokuwa utajiri wa kiroho, utajiri wa nafsi ndio utajiri mkubwa kuliko mwingine wowote. Wanazuoni wakatuambia utajiri huu ndio mlango wa kupata radhi za Mwenyezi Mungu. Ukitunukiwa kuwa na utajiri huu, umefunguliwa mlango wa kupata radhi za Mwenyezi Mungu, kwa sababu mja mwenye utajiri huu anatambua kwamba yale yote yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu ndiyo bora kwa watu wema, na kwamba hivi anavyovimiliki katika ulimwengu ni sababu na ni njia na ni vifaa vya kumsababisha aweze kufika kule kwenye kupata radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wakatuwekea njia za namna gani tutafikia kupata utajiri huu wa roho, wa nafsi. Wakasema njia ya kwanza ni tafakur. Tuwe watu wa kutafakari, kutafakari kwenye yale ambayo Mwenyezi Mungu anatutaka tutafakari. Katika suratul Mu'minun aya ya 115 Mwenyezi Mungu anatutaka tutafakari. Kwa kutafakari huku itatuwezesha kuanza kujijenga na kukusanya utajiri ule unaotakiwa wa nafsi. Mwenyezi Mungu anasema, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan, hivi mnadhani kwamba nimewaumba bure, hakuna lengo maalum? Anatuuliza, tunadhani tumeumbwa ili tufanye tunayoyataka, tule, tunywe, tufurahi basi, hakuna lengo lolote? Wa annakum ilaina la turja'un, na kwamba nyinyi kwetu hamtorejeshwa, mnadhani ni hivyo? Lengo ni kutafakari. Kwa Mwenyezi Mungu ametuumba kwa lengo maalum. Wajibu wetu ni kulitafuta lengo lile na kisha kujikagua kila mara tunatekeleza kile ambacho Mwenyezi Mungu ametuleta ili tukifanye. La pili wakatuambia muraqaba, mindfulness, ile hali ya wewe wakati wote kujua kwa Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi. Kwa hivyo kila unachokifanya, kila unachokisema, unajikagua ni katika vinavyomridhisha Mwenyezi Mungu au la. Mwenyezi Mungu ametuambia katika Qur'ani, wa huwa ma'akum ainama kuntum, kwamba yeye yuko pamoja na sisi popote tunapokuwa. Unapofanya biashara, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi. Unapouza na kununua, yuko pamoja na sisi. Unapoapa katika kuhakikisha kitu chako kinanunulika ila hali unajua unaapia uongo, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi. Tukilitambua hili, ni hatua katika hatua wanazuoni wanasema za kutusogeza kwenye ghina nafsi, kupata utajiri wa nafsi ambao ni utajiri mkubwa kuliko yote.
tumeambiwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tuweke utamaduni huu wa kujikagua sisi wenyewe kabla ya kusubiri siku ya kukaguliwa. Kwa hivyo kila mara wanazuoni wanasema tuwe tunajikagua kwenye nia na makusudio katika yote tunayoyafanya, kama nia na makusudio vinakwenda sawa na anayoyataka Mwenyezi Mungu na kuridhia. Wakatuambia jambo jingine, atafarruq bil ibada, saa zote kuhakikisha tunashughulika na kufanya ibada. Wakasema maana ya maneno yaliyo kwenye hadithi al-Qudsi kwa Mwenyezi Mungu anasema ya ibn Adam tafarragh li ibadati, haina maana tuache vitu vyote tushughulike na ibada, lakini tukae katika ibada na kwenye kila tunachokifanya iwe ni kitu kinachotusogeza katika ibada na sio kutusukuma mbali. Mwenyezi Mungu anasema mwanadamu, tafarragh li ibadati, muda wako mwingi tenga kwa ajili ya kuniabudia mimi. Kwenye kila unachokifanya tanguliza swala hili la ibada. Ukifanya hivyo, amla usadraka ghina, nitajaza kifua chako utajiri wa nafsi, utajiri mkubwa kuliko yote. Wa asudda faqrak, na nitazuia ufukara hautokufika. Wa illa taf'al au wa alla taf'al, kama hukufanya hivyo anasema mala'tu yadayka shughlan, nitajaza mikono yako shughuli nyingi sana, miradi utakuwa nayo mingi sana, kazi utakuwa nazo nyingi sana. Walam asudda faqrak, lakini ufukara utakuwa uko pale pale. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwenye kusisitiza hili, warda bima qasama Allahu lak, siku zote ridhika na kile Mungu alichokugaia kwa wakati ule. Takun aghna an-nas, wewe utakuwa tajiri kuliko watu wote, kwa maana ya utajiri wa nafsi. Jingine wanatuambia katika kutusogeza kwenye utajiri wa nafsi, tuweke utaratibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tuweke utaratibu wa mara zote kuangalia mema mazuri tunayoyapenda Mwenyezi Mungu aliyotufanyia, na wala hatukumuomba katufanyia, tuwe tunamshukuru. Itatusogeza kwenye utajiri wa nafsi. Mwenyewe Mwenyezi Mungu anatutajia mmoja katika mitume wake ndani ya Qur'an, anasema innahu kana abdan shakura, kwamba alikuwa ni mja mwenye shukurani. Anashukuru kwa moyo wake, anashukuru kwa ulimi wake, anashukuru kwa viungo vyake kwenye yale aliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi moja ya njia na mambo ya kutusogeza kwenye ghina nafsi ni kuwa waja wenye kushukuru. Tusiwe waja wenye kulalamika, waja wenye kunungunika, waja wenye kumshtaki Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wenye utajiri wa nafsi zao. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan minhum amirul mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq, amirul mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab, سيدنا عثمان بن عفان، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، بقية العشرة بشرين بالجنة، وعن أزواج نبيك وعمي وسبطي ذوي الإخلاص وصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.